أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maisha ya mwanadamu yamekuwa ni katika yenye kugawanyika katika marhala au stage tofauti za huyu mwanadamu. Kuna marhala ambayo kwamba ni marhala tutufula, stage ya mtoto akiwa ni mchanga, na vile vile kuna marhala tushaykhuha, na kuna marhala au stage ya uzee. Katika marhala hizi mbili zimeenda kuanishwa na marhala ya shabab, ya ubarobaro. Katika maisha ya mtoto mchanga, dini inakuwa na mchango mkubwa vile vile, kama ambavyo kwamba maisha ya uzee ya mwanadamu, dini inaleta mchango mkubwa ili apate kujua wapi ametoka alipokuwa mchanga na wapi anaelekea wakati akiwa mzee. Lakini baina marhala tutufula wa marhala tushaykhuha, kati ya marhala ya mtoto mchanga na marhala ya uzee, katikati yake imewanishwa na marhala tushabab, stage ya ubarobaro. Katika stage hii ya ubarobaro ndio unaenda kupata changamoto chungu nzima za maisha ya mwanadamu. Ndio utaona wana filosofi wameenda kuainisha huyu marhala ya ubarobaro inakuwa ni kati ya miaka mingapi hadi mingapi. Utaenda kupata tafasiri za tofauti ya maulama walivyoelezea, lakini jamhuri wameenda kuzungumza kuwa kati ya miaka 15 mpaka 40 huyu mwanadamu anaishi katika marhala tushabab, stage ya ubarobaro. Hapo ndani yake ndio utapata huyu kijana au barobaro anakuwa na maamuzi katika maisha yake. Kati ya hii marhala vile vile utapata huyu kijana anaingia katika stage ya maisha ya kuunda familia. Katika hii stage ya barobaro ndio utapata kijana ambaye kwamba anakuwa na future ya maisha ya kujenga lipi ambalo kwamba analolitaka. Lakini kubwa zaidi ni kijana anang'ang'ana kuweka athari nzuri ya hapa duniani kabla ya kuondokea kwake, kwa sababu hiko ndicho ambacho kwamba kitakacholeta natija na faida katika maisha yake ya baadaye. Ndio khutba yangu ya leo nikaita ad-din wa quwwatuhu fi sinni shabab, nguvu ya dini katika umri wa ujana. Hii dini ambayo kwamba tuko nayo ina mchango gani au kuna nguvu gani ambazo kwamba kijana barobaro anastahili au anenazo, mbali ya kuwa ni dini ambayo kwamba inamtaka ni nguvu zinazotakiwa kwa mtoto mchanga wakati akiinukia afuatilizwe katika mwenendo na desturi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile akiwa mzee ni bado awepo na dira
ya dini ambayo kwamba anayokuwa yeye anakuwa nayo. Lakini marhalatu shabab, ni nguvu zipi ambazo kwamba huyu kijana anastahili awe nazo katika kusukuma gurudumu la dini yake? Bali ya kuwa mwanadamu akiwa katika ubarobaro huwa kuna changamoto chungu mzima katika tu safari ya elimu. Hii ni changamoto tayari ya kijana. Vipi atakuwa ni mwenye kufikia malengo ambayo kwamba aliyaweka katika maisha yake ya elimu, ili ipate kumtujia yale mazuri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayakubali na anayataka, na vile vile kuyaepuka kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyokataza. Ni lazima aweko tayari kuwa na ilmul manfaa, elimu yenye manufaa. Lakini tizama Luqman alivyozungumza na mtoto wake, kuna bishara alimpatia kama wasia, akimwambia ya bunay, mwanangu, aqimis swala, yani kabla ya kitu chochote kile ni lazima usimamishe swala. Si kuswali tu, usimamishe swala, qiyam, aqimis swala. Baada ya kusimamisha swala, kwa sababu hii swala ambayo kwamba unaisimamisha tanha anil fahsha'i wal munkar, swala inaleta tofauti ya kuwa kugundua wewe uko katika ubaya au uko katika mazuri. Itakaposimama swala na ikasimama, basi hapo wa'muru bil ma'ruf. Swala ikishasimama, amrisha mema, lekeza watu mahali pazuri, jaribu kulekeza sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anairidhia. Haitoshi, wanha anil munkar, kataza na yale mabaya ambayo kwamba unayoona, wasbir. Alafu baada yake katika kukataza, katika kuamrisha, katika kusimamisha swala, si jambo lepesi. Ni lazima utangulize kiungo cha subra, wasbir ala ma asabak. Mwanangu, ni lazima sasa, kabla hujaingia katika kusimamisha swala, ujue kuna changamoto, ujue kabla hujakuwa ni mwenye kukataza maovu, ujue kuna changamoto. Na ikiwa vile vile kuamrisha mema, ni utangulize sabr, wasbir ala ma asabak, tanguliza subra kwa yale ambayo kwamba utakuwa ni wewe mwenye kupambana nayo, utakumbana nayo. Kwa hivyo safari ya mwanadamu, safari ya kijana, ni lazima ndani yake kupatikane misukosuko, ni lazima ndani yake kupatikane changamoto, na zile changamoto ambazo kwamba zitakuwa katika positively ama negatively, ni lazima kupatikane subra. Kuamrisha mema, unaamrisha mazuri, lakini unakataza maovu. Katika kuamrisha mazuri na kukataza maovu kuna mitihani. Ndio wale watu wenye siasa utawaona, kuna wanaowapenda na kuna wanaowachukia. Hata walimu ambao kwamba wanatusomesha, kuna walimu tunawapenda na kuna walimu tunawachukia. Hii ni tabia ya mwanadamu au ni tabia ya mwanafunzi. Lakini mwalimu yule asipokuwa na subra, hataweza kufikisha kile ambacho kwamba ni elimu ambayo yenye manufaa. Sababu elimu si elimu tu, ni lazima ipatikane natija elimu ile. Ndio utakapokufa mwanadamu, amali zote zikatika, moja itakayobaki ni kuwa al-ilmu yantafa'u bihi, elimu yenye manufaa, si elimu tu. Sasa mwalimu pia ni lazima awe na subra, na katika kupambana katika gurudumu hili la elimu,
wewe kama muhitaji wa ile elimu, ni lazima ndani ya ile elimu unayoitaka, ikiwa ni elimu yenye manufaa, ndani yake kutakuwa na changamoto, lazima uwe na subra. Wasbir ala ma asabak. Wanasema inma qalbun hadathan kal ardin khaliya, moyo wa kijana ni kama ardhi ambayo kwamba ni tupu. Ardhi haijalizwa kitu chochote, lakini iko na mbolea. Ma ulqiya fiha min shay'in qabilatuhu, lakini wakati wa kuwa hii ardhi hii ambayo kwamba ni tupu, chochote kitakachokumezwa pale ndani kinakuwa inakubali. Kwa hivyo barabara ambaye kwamba kijana ambaye kwamba moyo wake bado ni mnene, huku akili ikiwa ni finyo, tofauti na marhala tu sheikhuha. Marhala ya uzee ni kuwa moyo umekuwa mdogo, akili imeona mingi. Tofauti na marhala tu tufula, mtoto mchanga moyo wake ni mnene zaidi kukuliko, lakini akili yake ni ndogo. Lakini wewe shabab, utapata moyo na akili zimeenda kuoana, kwa sababu bado hujakuwa ni mwenye kufuata au kuona maisha mengine zaidi, na vile vile moyo haujakuwa mdogo, kwa sababu bado unaweza kuwekwa kitu kingine. Kwa hivyo Imam Ali karramallahu wajhahu anasema, badiru shababak kabla haramik, patiliza ubarabara wako kabla hujawa mzee. Wasihatuka kabla saqamik, na vile vile patiliza uzima wako kabla hujaugua. Wakati mwanadamu ameugua ndo anajua thamani ya uzima wake, na vile vile wakati umekuwa mzee ndo utajua thamani ya ubarobaro wako uliko upi. Lakini itakapoenda ndo umeenda, hauwezi kurudi tena. Sasa hapa dini ya mwanadamu inasimama wakati akiwa na nguvu zake, wakati akiwa na elimu yake, wakati ikiwa na uamuzi ambao kwamba yeye anaweka. Moja katika nguvu za dini ya marhala ya shabab ni wiqayatu min as-sururi was-suqut fi al-ma'asi, ni kuipatia protection moyo wako, nafsi yako, kwa kutofanya maasi na kuanguka katika mabaya. Wakati umekuwa katika marhala ya shabab na nguvu zako umeziweka katika dini, inakupatia kinga ya kuwa wewe huwezi kuingia katika maasi, huwezi kuanguka katika maovu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, kwa sababu kuna quwwatu fi din, nguvu katika dini. Vile vile kwa huyu mwanadamu ambaye kwamba anatumia nguvu zake katika dini yake, ni atakuwa na kitu kinachoitwa tukawwinu lahum fikran naqiyan wa hadafan wadih. Anakuwa na malengo, anakuwa na vision ya maisha yake, anakuwa na mipango na miundombinu ya kupelekesha maisha yake. Huyu mwanadamu ambaye kwamba anatumia wakati wake vizuri, anatumia muda wake vizuri, anatumia umri wake vizuri, ndio pale mwanadamu anainuka na malengo ambayo kwamba ni ya kudumu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu anasema, rahimallahu mri'in arifa min aina wa fi aina wa ila aina. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu yule ambaye kwamba ameijua nafsi yake kuwa ametoka wapi,
min aina wa fi aina, na anajua sahihi yuko wapi, wa ila aina, na anajigundua wapi anaelekea. Huyo Mungu wa Abraham. Kwa sababu kuna watu ambao kwamba hawajui wapi wametoka, na usipojua wapi umetoka itakuwa na ugumu mkubwa wa kugundua wapi unaelekea. Lakini ukijua wapi umetoka na wapi unaelekea, wa fil aina, ndio utajua sahihi uko wapi. Ndio pale wakati ukipata na msiba wa aina yoyote, kauli ya kwanza unasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, yamaanisha min aina wa ila aina, sisi tumetoka wapi na tuelekea wapi. Ikiwa sisi ni watu tumetoka kwa Mwenyezi Mungu na tunarejea kwa Mwenyezi Mungu, wa fil aina, al'an wakati al-hadhir, tuko wapi? Sasa ukijua sahihi uko wapi, ukijua sahihi unafanya lipi, ndio litakupelekea wewe mwanadamu kukumbuka kwa yale mazuri uliyokuwa ukiyafanya wakati wa nyuma, kuendeleza, na kukumbuka yale mabaya ambayo kwamba uliyofanya wakati wa nyuma, kuyaepuka, kama vile ambavyo kwamba utatambua wapi unaelekea ili upate kuijenga siku yako ya leo. Mwanadamu vile vile akiwa na nguvu za kidini kama shabab, ni anakuwa na tu'tihim sakinatu warahatu nafsiyya, anakuwa na utulivu wa nafsi, anakuwa na upole wa maisha yake yanayoelekea, anakuwa na maamuzi mazuri ambayo kwamba yatamfanya kijana kama yule apate kuona malengo aliyokuwa yeye ameyaweka, kwa sababu kuna utulivu wa kinafsi. Ndio pale utasikia kuna baadhi ya vijana wanaenda kujiangusha kuanzia kwa nyumba ya juu hadi chini kutoa uhai wao. Utapata vijana ambao kwamba wanaenda kuna sumu. Kwa sababu gani? Hawako na itminana nafsi, hawako na utulivu wa nafsi zao, na hii inapelekea kuwa huyu mwanadamu ameenda kukosa malengo, ameenda kugundua wapi ametoka, ameenda kugundua wapi anaelekea, na sahihi wapi, kitu gani anachofanya. Hii inampelekea kuwa na maamuzi ambayo kwamba hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Kiwa nguvu ya dini, ukiwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio unakuwa na utulivu ambao kwamba mwanadamu anastahili awe nao. Ndugu zanguni Waislamu, hii marhala ambayo tuko, hii ni fursa dhahabia, hii ni golden chance ambayo kwamba mwanadamu anastahili nguvu zake zote ziweko katika matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ajaribu, mbali ya kuwa kuna changamoto, kuna shahawati za kinafsi, apambane na kuwa mbali kwa yale yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkataza. Nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.